RPC Richard. Halo. Habari za asubuhi? Nzuri, habari. Nzuri kabisa. Uko na sisi live hapo, unazungumza na Juma Ayo kutokea Crown FM Dar es Salaam. Ndio Juma. Yes, jana bahati nzuri tulizungumza na tukapeana ahadi ya kukurudia baada ya mechi kumalizika jana. Bila shaka mlivyopangilia kila kitu kilienda vizuri RPC. Mechi ilimalizika salama na mambo yalikwenda kama mlivyotarajia. Tunashukuru sana. Ndio. Ndio. Hakukuwepo na shida yoyote? Hakuwa na shida. Naona mchezo ulimalizika salama, hali ilikuwa ya utulivu. Ndio. Tunashukuru wapenzi wa michezo walishirikiana na vyombo kwa ajili ya kuhakikisha kuna usalama. Na vipi, kuna taarifa ambazo tumezipokea asubuhi ya leo kwamba msemaji na afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amekamatwa usiku wa leo majira ya saa 7 na jeshi la polisi. Taarifa hizi zikoje? Ni kweli tunamshikilia msemaji wa timu ya Yanga Ali Kamwe na anafanywa mahojiano kwa sasa. Changamoto ni nini? Anatumiwa kwa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Hilo jambo limefanya tumkamate na anayafanywa mahojiano kwa sasa. Na yupo kwenye kituo gani? Yupo kwenye kituo kikuu cha polisi Tabora. Na viongozi imeelezwa kwa baadhi ya viongozi wa Yanga kwamba wamefika kituoni na hawajamkuta hapo Central. Sasa unasikiza taarifa yangu au ya kwamba hawajamkuta? Kwa hiyo tutarajie ataachiliwa leo ama utaratibu ukoje sasa baada ya kuwa mmemshika? Kama nilivyokuambia, kwa sasa anafanywa mahojiano na baada ya mahojiano tutatoa taarifa zaidi. Ndio, ni mkuu wa polisi huyo mkoani Tabora akiunguruma nasi hapa vizuri na kutupa taarifa ya kile ambacho kinaendelea, ambacho pia kinazua mjadala mkubwa kwa baadhi ya wadau wa soka hapa nchini Tanzania. Lakini mwanamichezo mwenzetu yako mambo mengi ya kujiuliza. Kwa nini Ali Shabani Kamwe akamatwe na jeshi la polisi wakati mkuu wa mkoa mwenyewe aliamua kuingia kwenye mpira? Sasa unapoingia kwenye swala la mpira, binafsi mtazamo wangu ni kwamba inatakiwa uvue vioo vyako vyote ili tuzungumze mpira. Mpira si mchezo wa chuki. Mpira ni kulaluana. Ukiamua kuchagua njia ya kuwasema watu, basi kumbuka na wewe utasemwa. Na ndio maana hata wanasiasa pia kipindi cha kampeni wanalaluana, wanachambana, wanasebana, lakini huwezi kusikia wakikamatana na kupelekana polisi kwa sababu ya kampeni. Na ndivyo hivyo pia kwenye mpira. Mwenzio anapozungumza hili, anaposhutumu timu yako, na wewe pia unaruhusiwa kushutumu timu yake kama alikushutumu, na wewe pia unaweza kumshutumu. Sasa hii kidogo imeleta shida, lakini nadhani kikubwa ni wanasiasa kutojihusisha kabisa na mpira wa miguu, kwa sababu hii haileti afya njema kwenye mpira wa miguu hapa nchini Tanzania. Tunaendelea pia kuungana naye hapa mwenzetu ambaye analifuatilia swala hili, ambaye yeye anaripoti kutokea maeneo ya Tabora, na taarifa ambazo zimetufikia kwa sasa, Ali Shabani Kamwe ametolewa Central na moja kwa moja amepelekwa yalipo makao makuu ya jeshi la polisi mkoani Tabora kwa ajili ya mahojiano zaidi. Na wakati anaulizwa afisa usalama wa mkoa juu ya hiki ambacho kinaendelea, mahojiano hayakuwa mazuri na hivyo hatukuweza kuyaachia hapa. Lakini taarifa zinaendelea pia kufanywa uchunguzi nini hasa ambacho kinaendelea. Lakini Young Africans wao wamesema wanasubiri pia jeshi la polisi litoe taarifa rasmi, kisha na wao watajua wanaanzia wapi juu ya hili sakata. Mambo haya kwenye mpira wa miguu kiuhalisia yana afya yoyote, na viongozi wa serikali binafsi naona wanapotaka kuingia kwenye swala hili la mpira wa miguu, hasa kuzungumza kwenye hivi virabu viwili na kutoa shutuma mbalimbali, wanatakiwa na wao watoe vioo vyao, wabaki kama mashabiki, la sivyo haina maana ya wao kuendelea kuzungumzia ama kuleta kejeli pia kwenye mpira wa miguu. Ikumbukwe Young Africans na wao walipewa maneno mawili matatu kwamba wamefika Tabora na viherehere, na anajua wako na viherehere. Sasa maswala ya kujiuliza, Yanga na wao watakwenda kusemea wapi? Yanga watakwenda kumshtakia nani? Umeelewa? Wakati kazi ya mkuu wa mkoa ni kupokea wageni wote ambao wanaingia ndani ya mkoa wake, kwa sababu wanakwenda kuongeza pato la mkoa, kwa maana ya mama ntilie watauza vyakula, hoteli watu watalala, guests zitajaa, lakini bodaboda watapata pesa. Mkoa wake pia halmashauri husika
itaingiza kipato kikubwa. Hivyo ndivyo ambavyo tunaelewa, lakini ilitafsirika tofauti, lakini watu pia walibeba kama ni sehemu tu ya utani wa hasa kwenye mpira, kwa sababu mpira bwana mara nyingi unachezwa uwanjani, lakini kabla uwanjani unachezwa pia midomoni. Na hili tukio si tukio la kwanza kuwa tukio kubwa kwenye mpira wa miguu, kwa sababu ikumbukwe hata Mwanza Simba na wao walikutana na kadhia hii kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, lakini hatukusikia kukamatwa. Sasa wameshaanza mambo haya kukamatwa, kuna siku pia uende asilete mambo mazuri kwenye mpira wa miguu. Mimi nafikiri hili jambo lina afya yoyote ile, na hili jambo linadhoofisha kwa asilimia kubwa mpira wetu. Sasa wacha pia ni kuachie maneno ambayo aliyazungumza Ali Shabani Kamwe kabla ya mchezo, na hayo ndiyo ilimponza Ali Shabani Kamwe na sasa hivi kushikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tabora. Kisha tarejea tena hapa, na tukirejea pia utatupa comments pamoja na maoni yako juu ya hiki ambacho tumekusikilizisha, kile ambacho kilizungumzwa na Ali Shabani Kamwe, ama kauli ambazo zimemponza afisa habari wa klabu hiyo ya Yanga, meneja wa habari wa klabu hiyo ya Yanga Ali Shabani Kamwe. Kisha tarejea tena hapa. Mimi naomba niazime sikio usikilize vizuri, kisha naisubiria comment yako. Sisi tunamheshimu sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Suluhu Samia Hassan. Naomba umpigie makofi mengi sana Daktari Samia. Tunamheshimu kwa sababu mtu wake aliyemtuma huku anatuchokonoa. Huyu mtu wake ambaye Mheshimiwa Rais kamtuma huku anatuchokonoa, anatutafuta la rohoni sisi Yanga. Sasa kiheshima tunaanza kwanza kuomba radhi kwa aliyemtuma huku. Baada ya radhi tunashughulika naye. Tumwambie Mheshimiwa mkuu wa mkoa anaitwa nani? Chacha anaitwa Paul Chacha. Jumatano atachacha kweli. Yeye na hao wanaomdanganya. Mwambieni Mheshimiwa Chacha, mwenyekiti wa wasemaji amesema Jumatano atachacha kweli. Amezungumza kwamba ameshangaa eti msemaji wa timu kapata mapokezi. Huenda toka ameteuliwa na yeye kuja hapa hajawahi kupata mapokezi hata watu 10. Kwa hiyo kuna karoho tu kawivu kama muingia mheshimiwa. Tumuelewe, ni karoho kawivu ndio kanamsumbua. Yaani mapokezi ya wanayanga wamempokea kiongozi wao. Wewe nakuuma nini? Wewe nakuuma nini Yanga kumpokea kiongozi wao? Ndio, hayo ni maneno ya afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe. Kwa namna moja ama nyingine ndio ambayo yamemuingiza kwenye shida ama matatizo makubwa ya kushikiliwa na jeshi la polisi. Alikamatwa usiku wa saa 7 na kufikishwa kwenye kituo kikuu cha polisi Tabora na kulala huko Central, lakini asubuhi mahojiano ya hapa na pale yaliendelea na mwisho wa siku kuhamishwa kwenye kituo hicho cha polisi, na moja kwa moja alipelekwa pia kwenye makao makuu ya jeshi la polisi mkoani Tabora kwa ajili ya maelezo ama mahojiano zaidi. Tusubiri kuona, kwa sababu vyanzo vyetu pia vipo kazini, vinaendelea kuchakata taarifa hizi kwa undani, hivyo tutaendelea pia kuwapa kila taarifa ambayo inaendelea kujitokeza. Lakini tuendelee tu kutoa comments hapo chini, tushauriane ili pia ziweze kuwafikia watu wenye mamlaka nini hasa kifanyike, kwa sababu matukio haya yanaendelea kuwa makubwa na watu sasa wanashindwa kuelewa. Je, ikitokea kiongozi wa serikali kwa maana ya mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa akaingia kwenye mpira na kuisema timu moja, je, atajibiwaje? Na kama atajibiwa kama shabiki ama anatakiwa ajibiwe kama mwakilishi wa serikali? Na inakuwaje hapa
huenda isiwe na picha nzuri. Hili jambo mtazamo wangu mimi binafsi naona halina afya nzuri kwenye mpira wa miguu. Hivyo nafikiri kuna namna ambavyo linatakiwa liweze kumalizika hili mambo haya yaendelee kuwa sawa bin sawia. Mimi niseme tu ya kwamba endelea basi kuwa nasi, kwa sababu sisi tunaendelea pia kukutafutia taarifa bora za michezo na burudani zinazopewa nguvu kubwa na Bati Quartet, kampuni bora ya Kitanzania inayozalisha na kusambaza bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matili wa chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani ukinunua mabati. Napata pia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Waranti yake pia ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Nunua bati wewe ili aje kutamba nayo kijana wako. Mimi sina la ziada, tukutane tena muda na wakati mwingine. Kwa heri. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.